Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Chris Media 24, siku nyingine tena ambayo tunakuwa tunasogezeana info za kiburudani kuweza kupeana taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kusumbua kwenye mitandao ya kijamii. Sasa moja kati ya story ambayo nimekuwa nikikusogezea wiki hii hapa na moja kati ya story ambayo imeonekana kutrend sana huko mtandaoni ni issue ambayo inamhusu msanii wa Bongo Flava, namzungumzia Diamond Platnumz, ambapo tumeweza kuona siku za hivi karibuni mambo yamekuwa tofauti sana kwenye ule mjengo wake ambao alikuwa anaishi zamani. Sasa ndugu na marafiki wa karibu wanaonekana kutokuwa na ushirikiano kwa upande wake, na amezungumza Ricardo Momo, mmoja kati ya ndugu zake wa karibu kabisa, kuhusiana na kile ambacho kinaendelea na nini ambacho kipo nyuma au siri ya hii kitu ambacho kimekuwa kikitrend kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nakusanua tu, kama ndo mara ya kwanza kabisa kisha na subscribe, kisha una join kwenye familia hii kubwa kwa kuweza kupata taarifa zingine za kutoka Tanzania, kutoka nje mpaka Bongo hapa 245. Sasa Ricardo Momo akiwa anafanya interview na moja ya media hapa Tanzania, akawa anazungumzia masuala ya Diamond, kwamba ni ngumu sana kuweza kufanya muziki hapa Tanzania bila ya msanii Diamond Platnumz, kwa sababu jamaa ni kama tayari ameshafanya vitu vingi kwenye game. Kwa hiyo na experience nyingi sana, wasanii wengi ambao wametoboa basi wamepita kwenye mikono yake na vitu kama hivyo. So amezungumza vitu vingi sana ambavyo watu wengi wamekuja kukashifu kwamba anachokizungumza hakiko sahihi, kwa sababu kuna wasanii wengi wametoka yani hahusiki kabisa na Diamond Platnumz, kimtaja kama kina Mario, kina nani na wengine wamepita kwenye label tofauti. Kwa hiyo inakuwa tofauti na kuweza kusema kwamba watu wengi wameweza kupita kwenye mikono ya Diamond. Sasa hii kauli imeweza kuzua gumzo mtandaoni na vitu kama hizo, watu wakisema kwamba alichokizungumza sio sahihi, kwa sababu kuna wasanii wengi wameweza kufanikiwa hawajapita kwa Diamond. Lakini pia amezungumza kilichoweza kupelekea wasanii mbalimbali wasiweze kusainiwa katika lebo ya WCB, akiwemo yule ambaye alikaa miaka 4 then akaja kuondoka, na mzungumzia Hanston. Aliweza kuweza kusainiwa katika lebo hiyo, lakini chanzo kikubwa alifunguka ni B Levo, baba yake na Levo ndo ambaye aliweza kuwa sababu baada ya kuweza kumwandikia ngoma Nandi. Then wakati huu yupo kwenye lebo ya WCB, lakini amekuwa akijihusisha na vitu vya nje. Sasa hii ikawa ni case na mambo yakaweza kuishia hapo. Niambie tu kwenye sehemu ya comments mtazamo wako ni upi, tuweze kujua wewe pia una nini kuhusiana na hiki ambacho kinamkuta Diamond Platnumz kwa siku hii leo. Lakini pia alichokizungumza Ricardo Momo kuhusiana na kauli ya Diamond kwamba hakuna mwanamuziki ambaye anaweza kutoboa hapa Tanzania bila kuwa na Diamond. Wakati ukija kulinganisha, kuna wasanii wengi ambao wameshaweza kufanikiwa na wameweza kutoboa, na wengine bado wana hustle lakini hawatumii njia ya Diamond. Mtazamo wako ni upi? Drop your comment, tutakutana kwenye comments.